Kwa majina naitwa Simba Gulet, aliyekuwa naibu wa gavana wa kaunti ya Isiolo miaka kadhaa iliyopita ya kwanza. Niko hapa leo ushauri wakaaji wa Isiolo, mandugu zangu, wananchi wa kaunti hii ya Isiolo, ni kwamba nataka kusema kaunti yetu ya Isiolo ni kaunti ambayo imebarikiwa. Tuko na rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kwa namna tofauti tofauti. Tuko na mashamba ambayo tunaweza kulima, tuko na mifugo, tuko na wanyama ya pori ambayo inaweza fanya hii kaunti ikuwe mojawapo wa kaunti ambayo iko mbele sana katika jamhuri yetu ya Kenya. Lakini hapo majuzi nimepata huzuni kwa sababu kama tumeanza kupata ukosefu wa amani. Wiki kadhaa ambayo iliyopita, jambo ambayo yamefanyika hapa Isiolo ni za kusikitisha. Kuna watu kadhaa wamekosa maisha yao na wakauawa na mahalifu. Hiyo ni jambo ambayo ni ya kusikitisha sana na inanipa huzuni kama mmoja wenu wa viongozi wa kaunti hii ya Isiolo. Ningetaka tu kuwasihi na kuwaomba wakaaji wa Isiolo wote waweze kuhudumisha amani, kwa sababu bila amani hatuwezi pata maendeleo. Jana usiku nilikuwa natembea ndani ya mji wa Isiolo na nikaona kama watu walipungua sana kwa idadi, na nilipouliza naambiwa watu wengi wako na hofu na wameenda kwa manyumbani kwao mapema. Hiyo sio jambo ambayo ya kufurahisha. Ningetaka tu kusema ya kwamba majamii ya Isiolo wote ni mandugu, tukaeni kwa upendo na kwa amani. Hiyo tu ndio inaweza kutupeleka mbele, tuweze kupata yale maendeleo ambayo tunahitaji. Cha pili, nataka tu kusema ya kwamba kaunti ya Isiolo, vile nimesema hapo awali, ni kaunti ambayo ilibarikiwa na katika dira la taifa ambayo inajulikana kama Vision 2030. Isiolo imewekwa kwa mstari ya mbele kuleta maendeleo tofauti ambayo inatekelezwa katika hii kaunti. Kwa mfano, iko Resort City, ile mji ambayo watalii watakuja kutembelea, itakuwa ni mji kubwa ya mambo ya utalii, itatengenezwa hapa Isiolo vile tunatarajia katika dira ya taifa. Pia barabara ya Lapset ambayo inatoka Lamu kupitia Isiolo ikiungana na barabara zingine za kwenda Ethiopia na kwenda pia South Sudan, itapitia hapa Isiolo, na Isiolo itakuwa katikati ya maendeleo ya nchi ama taifa letu la Kenya. Kwa hivyo hii ni jambo muhimu sana tuweze kuelewa, tuweze kujinufaisha upande wa biashara, upande wa maendeleo kwa kiwango ambao inaweza kutusaidia sisi kama wananchi. Isitoshe, kuna pia mipangilio ya kufungua kichinjio kubwa ya kimataifa, na pia kuna kiwanja ya ndege ya kimataifa ambayo inajulikana kama Isiolo International Airport. Hayo maendeleo yote lazima iweze kutufanya kama watu wa Isiolo tupate yale ambayo inaweza kutuletea upande wa maendeleo na kuweza kuweka pesa katika mifuko yetu, na watoto wetu waweze kusoma na tukue watu ambao wako na ubustara wa kimaisha. Nataka tu kuwaomba pia, mwaka ijayo tunaelekea uchaguzi ya miaka 2027. Ni wakati mwingine tena baada ya kila miaka 5 tunaweza pata nafasi ya kuchagua wa viongozi ambao wanatufaa. Nataka tu kuwahimiza sana na kuwasihi wananchi wa Isiolo wachague wa viongozi bora. Isiolo inaweza kuwa mahali iko na maendeleo kubwa sana ikiwa tutaweza pata wa viongozi ambao wako na maono na wako na dira ya kuangalia mbele. Kwa hivyo kuchagua watu kwa sababu ya ukabila ama kwa sababu mtu amekupea pesa, pesa ni ya siku moja, lakini maendeleo ni ya kudumu. Yangu ni tu
ni kuwasihi wananchi wa Isiolo, tukifika mwaka ijayo lazima tuweze kuangalia mambo ya maendeleo zaidi, na tusiangalie ukabila, tusiangalie kwamba wa viongozi wanatupea pesa. Pesa itaisha. Ukipewa shilingi 100 ama hata shilingi 1000 inakushibisha kwa hiyo siku, lakini je, utaweza pata maendeleo ambayo inakufaa? Utapata barabara? Hospitali itakuwa na madawa? Watoto wataweza kusoma? Maji itafika nyumbani kwako? Hayo mambo yote ni mambo muhimu sana. Yale mambo kubwa ambayo inatudhuru Isiolo ni umasikini. Kwa hivyo, kiongozi yoyote ambayo anataka kusimama kwa kiti ya siasa lazima aoneshe maono yake, ni nini anataka kuletea wananchi, sio tu kugawa pesa ambayo itawapatia tu shida. Baadaye mnachagua mtu, pengine mnakosa kumuona tena mpaka hiyo uchaguzi mwingine. Hiyo yangu tu ni kuwashauri, na isitoshe ni muhimu sana kama wananchi wa Isiolo muanze kujisajili kwa upigaji wa kura. Hiyo utaratibu inaendelea kwa idara ya IEBC. Sisi sote tuweze kuenda kukata ile cheti ya kuweza kupiga kura, kwa sababu ukikosa kupiga kura kwa kiongozi bora, baadaye utapata kiongozi ambaye hakufai, na ndio tunaanza kulalamika baadaye kusema tuko na shida na mashida zetu hazisuluhishwi. Kwa hivyo yangu ni tu kusihi wananchi wa Isiolo muweze kuchagua viongozi wazuri, mkae kwa amani, na zaidi hapo muweke bidii, ndio Isiolo yetu ikuwe mbele zaidi. Asanteni sana.